Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adh-dhulmu dhulumatu yawm al-qiyama. Dhulma ni kiza siku ya kiyama. Ndugu yangu katika imani, hebu tusikilize kisa hichi kizuri sana ambacho kimesimuliwa na al-Imam al-Dhahabi katika kitabu chake cha Al-Kabairi. Anasema kulikuwa kuna bwana mmoja ambaye huyo bwana alikuwa ni maqtu'ul yadi. Bwana huyo alikuwa amekatikwa na mkono wake umekatika mzima, ambapo bwana huyo alikuwa kila akipita katika kundi miongoni mwa makundi ya watu alikuwa akisema na kuzungumza maneno haya. Anasema hivi: man raani ala hadha fala yadhlimanna ahadun, yoyote ambaye atakayeniona mimi nikiwa katika hali yangu hii ya kukatikiwa na mkono, basi asije akamdhulumu mtu yoyote. Kwa nini akazungumza hivyo mtu huyo? Akatokea bwana mmoja katika watu ambao waliokuwa wakimsikiliza na wakimsikia bwana huyu anazungumza katika maneno hayo katika mitaa. Huyo bwana akamfuata akamuuliza, kwa nini ya akhal karim, kila unapopita katika sehemu tofauti tofauti unazungumza maneno kama hayo? Akasema ya kwamba ni kisa kirefu ndugu yangu katika imani. Akaanza kumhadithia kwamba siku moja nilikuwa nimetoka nikaenda sehemu ya baharini. Nilivyoenda sehemu ya baharini, wakati nataka kuelekea sehemu ile ya baharini, mara ghafla nikakutana na mvuvi. Yeye huyo mvuvi ametoka sehemu ile ya baharini anakuja nchi kavu, hali ya kuwa amebeba samaki wake mkononi. Nilichokifanya nikamuomba kiustaarabu yule mvuvi, naomba huyo samaki wako uniuzie. Ile mvuvi akawa amekataa kuniuzia, akasema kwamba anaenda kuilisha familia yake. Lakini mimi sikusikia, bali nikatumia ubavu na nguvu nilizokuwa nazo kumpokonya yule mvuvi samaki wake. Nikampokonya na nikakimbia. Baada ya kuwa nimekimbia, wakati nipo na muandaa yule samaki wangu nyakati za usiku, mara ghafla kwa bahati mbaya samaki yule akawa ameingiza mwiba katika kidole gumba changu. Wakati wakuwa ameingiza mwiba katika kidole changu, wallahi kutukamana na maumivu ya mwiba ule, usiku ule mimi sikulala. Nilichokifanya, nikatoka muda huo nikaenda kwa daktari. Nimefika pale kwa daktari nikamuelekeza hali halisi, akaniambia kwa maumivu au kwa jeraha ulilokuwa nalo, maumivu yako wewe hayatakuja kuisha, bali kinachotakikana ni wewe kidole chako kikatwe. Kikawa kimekatwa kidole changu. Sijakaa muda mrefu, maumivu yakahamia katika kiganja cha mkono. Nikamfuata tena daktari akanishauri kikatwe, kikakatwa. Sijakaa muda mrefu, maumivu yakahamia sehemu hii. Sijakaa muda mrefu, maumivu yakafika mpaka mwisho. Nikaenda kumuona daktari akanishauri kikatwe pia, ukatwe pia mkono mzima. Lidhalika, pamoja na kuwa mkono mzima umekatwa, lakini bado maumivu hayajaniisha. Basi yule bwana alichokifanya na kumshauri, akamwambia basi hivi sasa toka, nenda kamfuate yule aliyomdhulumu na ukamuombe msamaha. Akatoka yule bwana pale alivyokuwa akimhadithia yule mtu, akatoka kwenda kumtafuta yule mtu ambaye aliyemdhulumu samaki wake, ambaye alikuwa ni mvuvi huyo. Amemtafuta, baada ya kuwa amempata, akamuuliza, ya akhal karim, atadhkuruni, ndugu yangu katika imani, hivi unanikumbuka mimi? Akamwambia, la, mimi sikukumbuki. Akaanza kumuelewesha na kumkumbusha mimi ni mtu gani na tulikutana wapi, tulikutana sehemu gani na ikawaje. Yule mvuvi akasema, la, nimekukumbuka. Sasa baada ya kuwa amemkumbuka, yule bwana alichokifanya, akawa anamuomba msamaha yule mvuvi, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Mwishoni yule mvuvi akaingiwa na moyo wa huruma, akawa amemsamehe yule bwana. Baada ya kuwa amemsamehe yule bwana ambaye alikuwa ni maqtu'ul yadi, mkono wake umekatika, akamuuliza yule mvuvi, hivi ni mashtaka gani ambayo wewe uliomshtakia Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuona mimi nimekupokonya samaki wako tena kwa nguvu? Yule mvuvi alichokisema, anasema ya kwamba baada ya kuwa umenipokonya samaki wangu, nilinyanyua mikono yangu kwa Allah tabaraka wa taala, nikasema, ya rabbi inna hadha ar-rajula taqawwa alayya faarini quwwataka fihi. Mola wangu mlezi, hakika huyu bwana ameonyesha ubavu wake kwangu mimi, na mimi haliyekuwa ni mtu ambaye ni dhaifu, sina ubavu wa kupigana naye. Basi ya rabbi faarini quwwataka fihi, na kuomba Mola wangu mlezi nionyeshe uwezo miongoni mwa uwezo wako dhidi ya huyo mtu. Basi ndiyo hivyo,
Allah subhanahu wa ta'ala katika uwezo aliomuonyesha huyo mvuvi ni kwamba akamfanya yule mtu aliyejionyesha kwamba yeye ni jabbar, aliyejionyesha kwamba yeye ni kiburi, ni jeuri, ni mtu mwenye nguvu nyingi, akawa amekatikiwa na mkono.